Unajua, shetani anaweza asikuzuie kufanya kazi, lakini akakuzuia kupata matokeo ya kazi yako. Na kwa nini anakuzuia kupata matokeo ya kazi yako? Siku zote matokeo ndo yanampa mtu moyo wa kuendelea kufanya kazi. Angalia watu wanaofanya kazi bila kupata matokeo, huwa wanawahi kukata tamaa sana. Na angalia watu wanaofanya kazi na kupata matokeo, huwa wanafanya kazi kwa kujituma sana. Kwa nini? Kwa sababu matokeo wanayaona. Hata wewe, mahusiano ya aina yoyote ambayo hayakupi amani, unaona kabisa kwenye haya mahusiano hakuna matokeo chanya, unaweza ukaachana na hayo mahusiano. Lakini mahusiano ambayo unaona kabisa kwamba haya mahusiano yana afya, hayo mahusiano huwa unayalinda. Na shetani siku zote anachokizuia kwa mtu yeyote mwenye ndoto kubwa, huwa anazuia matokeo ya huyo mtu kuto kuonekana. Na kwa nini anayazuia hayo matokeo yasionekane? Ni kwa sababu anataka huyu mtu asiwe na consistency, asiwe na moyo wa kuendelea kufanya kile anachokifanya, au asiendelee kupigania ile ndoto anayoipigania kwenye maisha yake. Matokeo. Kwa hiyo haijalishi unafanya kazi usiku na mchana, kama hiyo kazi haikupi matokeo, obvious hiyo kazi utaichukia. Kama unafanya biashara na hiyo biashara haikupi matokeo, unaweza ukaamua kubadilisha biashara nyingine, ukasema hii biashara nimefanya kwa muda mrefu sana, sioni matunda ya aina yoyote, ngoja nibadili nifanye biashara nyingine. Kwa nini umebadili? Ni kwa sababu hiyo biashara uliyokuwa unafanya awali haikupi matokeo. Lakini kama ulikuwa unafanya biashara ambayo unaona kabisa hii biashara inanipa matokeo, hiyo biashara hauwezi ukaiacha.